Asubuhi ya leo nilipokuwa naomba Mungu kitu gani cha kuzungumza, nimeona kuna mara nyingi nimewahi kuzungumza neno hili mahali hapa, lakini nataka nirudie tena asubuhi ya leo. Na kila wakati Mungu ana namna nyingi ya kuzungumza na sisi. Ninapenda kuzungumzia kuhusu kujaribiwa kwa imani yetu. Hebu sema kufanya nini? Kujaribiwa kwa imani yetu. Fungua katika kitabu cha, tutasimamia katika maandiko mawili katika Kumbukumbu la Torati na waraka wa Petro. Ndio tutasimama hapo katika fundisho la leo, au katika kukumbushana jinsi ambavyo imani yetu inaweza kujaribiwa. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 8. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8. Tasoma mstari wa 3 mpaka wa 5. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika ile nchi ambayo Bwana aliwapia baba zenu mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia yote. Nasikia sasa mstari wa 2 pale. Ikiwezekana pigia mstari, pana maneno mazito pale. Anasema nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyojua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo pale, asema kwa kila lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako hakuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Fungua katika Petro, waraka wa kwanza wa Petro mstari wa 5 na 7. Sura ya kwanza. Anasema hivi: nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa kwa sasa, kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu
ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteao, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu katika kufunuliwa Yesu Kristo. Tuendelee pale mlango wa 4 hapo mstari wa 12. Petro hiyo 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na kufunuliwa ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Kwa hiyo tumesoma katika Agano la Kale. Hapa nataka nizungumze jinsi Mungu wakati mwingine anavyotupitisha. Hapa hayupo shetani. Hapa sio majaribu yanayozungumza kuhusu shetani na kujaribu kutenda dhambi. Lakini hapa ni Mungu anavyokujaribu au anapokupa mitihani ili uonekane unafaa, ili uonekane ni chombo cha kufaa, chombo ambacho kinampendeza Mungu, chombo kilichoandaliwa. Mara nyingi sisi wa Kristo huwa hatuelewi. Hapa tunapokuwa hapa duniani, Mungu anatuandaa kwa ajili ya utawala na umiliki. Mungu anatuandaa kwa ajili ya hiyo. Anatuandaa kwa ajili ya utawala na umiliki. Sasa na baadaye. Ndio maana katika mifano ya Yesu anazungumza kuhusu jinsi ambavyo anasema wengine aliongezea miji 10, wengine 5. Kwa sababu mbinguni sio kwamba hakutakuwa na kazi. Ndio maana anasema kutatawala naye milele na milele. Ina maana Wakristo wanaandaliwa. Wakristo ni nguzo katika nyumba ya Mungu. Kwa hiyo tunaandaliwa tukiwa hapa duniani. Kwa hiyo tunapokuwa duniani, imani yetu ya kumpenda Yesu, imani yetu ya kumtegemea Yesu, wakati mwingine inapita katika kujaribiwa au kupita katika mitihani mbalimbali, ili tuendelee kusimama kwamba tunaendelea kumpenda, tunaendelea kumtumikia, tunaendelea kumwishia Mungu. Mungu analiandaa kanisa ambalo sio dhaifu. Mungu analiandaa kanisa lenye nguvu. Kanisa analiandaa, amesema kwamba hata milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kwa hiyo hilo kanisa ambalo haliwezi kushindwa na milango ya kuzimu ni kanisa la nguvu. Mkristo anayeandaliwa, wewe unaandaliwa mahali hapa. Nataka nikwambie kwamba unaandaliwa. Maandalizi yako makubwa ni pale utakaposhinda majaribu au mitihani ambayo inakuja mbele za uso wako. Nilipokuwa nasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tumesoma pale jinsi Mungu anasema kwamba aliwatweza, alisababisha waone njaa, alisababisha waone dhiki, aliwapitisha katika mambo mbalimbali ambayo yanaonekana ni magumu, ili aione mioyo yao ilivyo. Afanye nini? Tumesoma pale, anasema ili aone mioyo yao ilivyo. Hebu turudi pale tuliposoma Torati 8. Anasema hivi, nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hiyo 40. Anasema usisahau kukumbuka. Anasema kwamba aliyekuongoza miaka hiyo 40 katika jangwa. Hawakupita kwenye mito, walipita jangwani, mahali ambapo hakuna mimea, ni jangwa tu. Kivuli walikuwa wanapata ni tu, Mungu alikuwa anaweka wingu juu, na usiku ndio alikuwa analeta mwanga. Lakini walikuwa jangwani kwa miaka 40. Wakati mwingine tunapowasoma wana wa Israeli, huwa tunasoma kama tunawalaumu au tunaona ilikuweje. Walipita katika majaribu mengi. Na ndio maana anazungumza hapa, anasema
Mungu mwenyewe anasema utakumbuka njia ile yote. Bwana anamkumbusha, anasema utakumbuka ile njia yote ambayo Bwana alikupitisha tangu umeokoka. Mungu amekuanzishia njia mpya, njia nyingine ambayo unapita, ambayo utapita. Inawezekana wewe umeanza mwaka jana au mwaka juzi, kuna njia nyingi utapita miaka mingi. Haleluya! Katika miaka hiyo ya wokovu uendelee kusimama kwamba Yesu ni Bwana. Katika njia utakayopita useme Yesu ni Bwana. Katika hali zote useme Yesu ni Bwana. Katika namna zote useme Yesu ni Bwana, kwa sababu tunapoanza safari, hebu sema tunaanza safari. Tunapoanza safari ya wokovu tunaanza njia, haleluya, ambayo tunataka kupita. Na yeye anayetuongoza ni Bwana Yesu, anayetuongoza na anasema lazima tupite. Sasa anawaambia hapa, aliwapitisha hapo katika ile njia miaka hiyo 40 katika jangwa ili awatwezwe. Kutweza sio jambo zuri, na kukujaribu na kuyajua yaliomo moyoni mwako. Kufanya nini? Kuyajua yaliomo moyoni mwako. Ndugu yangu, Mungu huwa anataka ayajue moyoni mwako, yaliyoko moyoni mwako. Kwa hiyo anakupitisha mahali fulani. Utaendelea kumpenda? Utaendelea kumpenda? Anapotaka kuyajua mambo yaliyo moyoni mwako, si wakati tunapokula na kunywa. Hapana. Anapotaka kuyajua moyoni mwako unapopita katika mambo fulani ambayo kwa kweli hayafurahishi. Kwa kweli anakatisha tamaa. Kwa kweli anavunjisha moyo. Kwa kweli hungependa upite, lakini Mungu huwa anaruhusu uweze kupita, ajue yaliyoko moyoni mwako. Jana niliongea na kijana moja, alikuwa mshirika wetu hapa miaka mingi. Nilisikia lugha anazozungumza, anavyomuelewa Mungu, nikamshangaa. Nikamwambia, ndugu yangu, Mungu huwa haulizwi maswali. Unasikia? Mungu huwa haulizi kwa nini. Mungu haulizi maswali. Mungu pekee ndiye ana majibu yote ya maisha yetu. Lakini Mungu huyu, kama sisi ambao tumemwamini, anaturuhusu tupite katika maeneo fulani ambayo wakati mwingine hayafurahishi. Katika waraka wa Yakobo 1:2-12, hebu tusome pale. Waraka wa Yakobo 1:2. Anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa watakatifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Sasa utamuuliza huyu Yakobo anazungumza, anasema ninapopita katika shida, napopita katika njaa, napopita katika kufiwa, napopita katika kuwa mgonjwa, napopita katika mambo ada hazipatikani, napopita wakati ambapo huduma haiendi, napopita majibu ya maombi hayapatikani, napopita wakati ambapo watu wananishambulia, napopita watu wananikataa, napopita watu hawanielewi, ninapopita katika hayo. Sasa huyu Yakobo ananiambia nini? Ananiambia kwamba ni furahi. Anasema nini hapa? Anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Mambo haya mawili wakati mwingine akili zetu huwa zinakataa. Zinakataa. Anasema zinakataa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yakobo anasema tunapopita katika mitihani hiyo, mioyo yetu mbele za Mungu iwe na furaha tupu. Mungu hajawahi mdhulumu mtu. Hebu sema, Mungu hajawahi mdhulumu mtu.
Mungu hajai mdhulumu mtu, na Mungu si mkatili kwa mtu ambaye ameamini kwa Yesu Kristo. Lakini pamoja na hayo, neno la Mungu linatuambia kwamba tufurahi. Anasema kwamba tufurahi, tuhesabu ya kuwa ni furaha tupu tunapoangukia katika mitihani mbalimbali, tukifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yetu huleta saburi. Imani ambayo tumemwamini itatestiwa kama bado unaendelea. Tupo pamoja? Kuna watu fulani walikuja kwa Yesu. Wakasema wewe Yesu mzuri sana. Walipokuja kwake siku ya kwanza walikula mikate. Wakala, wakafurahi. Tunasoma katika mlango wa 6 wa kitabu cha Yohana. Siku ya pili na wenyewe wakawahi kule mbele. Tupo pamoja? Wakawahi kule, wakajua na leo itakula mikate. Yesu akasema msifanyie nini? Akasema mimi ni mkate wa uzima, msifanyie kazi chakula kinachoharibika. Kwa hiyo baadaye akaanza kuwafundisha sasa jinsi ya kumfuata Yesu. Ukisoma katika mlango wa 6, alipoanza kuleta viwango vikubwa, maana walikuwa wanafikiri Yesu atakuwa anawaletea mikate, analetea mambo, wanaendelea. Kwa hiyo ndio alikuwa anafikiria. Lakini baadaye alipoanza kuleta jinsi ya kuishi na namna ya kumfuata na namna ya kumtegemea na namna ya kumwendea, alipoanza kuweka viwango vya ndani, alipoanza kuleta viwango vya ndani, akasema mnile mimi, mnile nyama, wote wananifuata wanile mimi ni mkate wa uzima. Wakasema kwamba neno hili ni gumu. Biblia inasema makundi yote yakafanya nini? Yakarudi nyuma, yakasema neno hili ni gumu, nani anaweza kula nyama za watu? Wakarudi, anasema kundi lote, ule mkutano wote ukaondoka, wote wakarudi nyuma, wengine wakarudi sema hata utamu wa mikate sema potelea mbali na mikate yake, sisi yeye mambo amezungumza mambo magumu. Haleluya. Mwisho akamwona Petro, akamuuliza, na wewe Petro, kama unataka njia hiyo hapa mlango, wenzako umefanya nini? Sasa Petro, mlango huu uko pale, unaweza kuondoka Petro. Petro akasema wewe Yesu, nimeshakujua na juzi tu nilifunua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Twende kwa nani? Kwa sababu kwako kuna maneno ya uzima. Kwako kuna maneno ya uzima. Kwa hiyo wale waliajibiwa kwa mambo. Kwa hiyo nataka kusema imani yako inasimama katika namna gani? Nyakati hizi kuna injili ambazo zimerahisisha sana, kana kwamba kumfuata Yesu itakuwa rahisi, itakuwa tambalale. Ndio injili tunazosikia leo. Mimi nataka nikwambie, Yohana, huyu Yakobo, katika kipindi ambacho alikuwa amezungumza kwamba mnapopita katika majaribu, kutetea Ukristo ilikuwa ni shida. Maana ilikuwa unauawa kama umemwamini Yesu. Kama unampenda Yesu ilikuwa unatengwa na jamii. Hebu imagine kama wewe umekuwa katika ile dini ya Kiislamu kubwa na wewe unaokoka, sio hii ya hapa, labda huko Arabuni, unafikiri na kweje unapokiri. Wanasema Saudi Arabia, ukikiri katika familia umekwenda. Tupo pamoja kwa ajili ya imani. Lakini sisi ambao Mungu ametuokoa, vitu vidogo tu, umekwazwa kidogo tu, unarudi nyuma. Lakini waraka wa Yakobo anasema kwamba furahini kwa mnasema nini? Mnapopita katika majaribu mbalimbali, mnapopita katika matukio mbalimbali, mnatakiwa kujisikia furaha tupu. Mnatakiwa kujua kwamba yule tuliyomwamini, yule ambaye ametuokoa ni mwaminifu, atatupitisha, hawezi kukuacha. Unapoendelea imani yako kwamba naendelea kukupenda, naendelea kukufuata, naendelea kutumikia, naendelea kukuishia, yeye hawezi kukuacha na kukupungukia. Hebu tena mstari mwingine anazungumza. Anasema mtu akitaka kunifuata. Nasikia anasema nini? Mtu akifanya nini? Mtu akitaka kufanya nini? Kunifuata anafanya nini? Anatakiwa afanya nini? Ajikane mwenyewe. Wewe ulifikiria anaposema kujikana maana yake nini? Utajikana starehe, utakana vitu ambavyo wengine wanavifurahia. Wakati wengine wanapokimbia kwenda mbio kwenye mambo yale, unasema mimi hapana,
imani niliyompokea, Yesu ambaye nimemwamini, Yesu ambaye nimempenda, Yesu ambaye nimemkubali kuwa mtumishi wake, siwezi kuendelea katika mambo haya. Wakati wengine wanafanya mambo ambayo yanafurahisha, lakini wewe unasema no, ninamjua yeye, nilimwamini, nalijua jina lake, najua upendo wake, najua msamaha wake, najua neema yake, najua wokovu wako. Matukio mbalimbali yanapopita, haleluya, utasema hapana, ninamjua yeye niliyemwamini. Kujitwika msalaba, ndugu zangu, Yesu anaposema mtu akitaka kunifuata ajitwike msalaba wake anifuate. Sio kama tunasikia hizi gospel za motivational, zina motivate watu, wanamotivatiwa, wanatiwa moyo. Mimi sipo hapa kwa ajili ya kutia moyo, lakini kibiri naweza kutia moyo. Lakini nataka nizungumze, Yesu anapozungumza kwamba utapita katika majaribu, anasema na iwe furaha tu unapopitia katika majaribu, anamaanisha kabisa. Haleluya, anamaanisha. Nazungumza na wewe, inawezekana mambo hayako vizuri, inawezekana kuna wakati unataka kukata tamaa kwamba kumfuata Yesu ni kama nimekula hasara, kumfuata Yesu ni kama nimepoteza muda, kuendelea kwenda ndani. Wengine wanasema sitakwenda ndani sana, nitabaki hapa, lakini kwenda ndani huku, kwenda ndani kiroho zaidi, kwenda ndani zaidi, hapana. Nataka niwe katikati. Hakuna neutral ground. Hebu sema hakuna mahali pa katikati. Haleluya. Aidha unamtumikia Mungu au unatumikia mambo mengine. Dawa moja ni kusema kwamba nitaendelea kujitoa na kumpenda Yesu. Haleluya. 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 Kwa hiyo tunaona imani yetu ili ionekane ina thamani, inakuwa imepitia katika majaribu mbalimbali. Kuna wakati fulani nilianza kuchunguza, hivi nani katika Biblia ambaye hakujaribiwa au hakupita katika mitihani au hakufika mahali ambapo machozi analia kwamba mambo hayaendi? Nikajiuliza nani? Nikasema sijui nani. Nikasema nani? Daudi labda. Nikaanza kusoma Zaburi zake nyingi, analia. Mahali pengine amesalitiwa, mahali pengine watu wamemwacha, mahali mazingira yote, mahali pengine anataka kupigwa mkuki. Yeye amejaa nguvu za Mungu, lakini mahali pengine anakata tamaa, mahali pengine amekatishwa tamaa, mahali pengine amevunja moyo. Ukisoma katika Zaburi analia, anasema ameniacha, amenikimbia wote. Alipita katika lakini ni mtu mkuu katika nyumba ya Mungu, anaitwa Daudi. Tuone pamoja. Nani mwingine ambaye hajalia kwenye Biblia? Labda mtu mmoja nionyeshe, mmoja anyoshe. Nyosha, labda anasema yule alikuwa salama. Nani? Abraham. Taja mwingine nani? Yusuf. Taja mwingine. Daniel. Nani mwingine? Yeremia ndiye amelia machozi wakati wote. Tupo pamoja. Kitabu cha Maombolezo ni kitabu cha maombolezo, analia, anasema Mungu wangu uko wapi? Ni huyu Yeremia anasema kwamba siku ambayo nimezaliwa nisingependa kukumbuka. Hiyo siku ambapo walisema sijui ilikuweje, walikuwa wanamwambia baba amezaliwa mtoto, mama amezaliwa mtoto wa kiume, anasema ilaaniwe siku hiyo. Alipata katika mambo magumu sana. Yeremia pamoja na huduma kubwa aliyofanya, aliishia kuwa na washirika wawili mpaka anakufa. Tupo pamoja. Mmoja anaitwa Baruku. Ndio hao ndio walikuwa nao. Sasa wewe ni nani? Hebu sema mimi ni nani? Nazungumza na moyo wako. Simple. Nazungumza na moyo wako. Nataka nijue, uanze kupata picha nyingine juu ya maisha ya Kristo. Juu ya maisha ya wito wako ulioitika kumfuata Yesu. Kuambie kwamba nitapita katika mambo mengi, hayatanitikisa. Haleluya. Siwezi kutikisa na sitikisiki na mambo madogo madogo. Sema sitikisiki na mambo madogo madogo. Mtu mwingine ukimnyima mboga, basi mboga tu. Haleluya. Haleluya. Katika Agano Jipya leo, je, unaweza kusema nani alikuwa anaishi vizuri? Tomaso?
Nani mwingine? So, nani mwingine? Nyosha mkono. Stefano je? Aliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Yakobo je? Nani mwingine tusome? Paulo. Soma habari zake vizuri. Kwa hiyo kama tutajua hivyo, ndio maana Biblia inasema kwamba heri wa nini? Watakaovumilia mpaka nini? Watakaofanya nini? Watakaovumilia mpaka mwisho. Ukristo ni uvumilivu. Imani yetu inapita katika moto. Imani yetu itajaribiwa. Utajaribiwa kule ofisini, unasikia? Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa nafikiri Kristo. Mnasema gani yule? Kristosom yule. Kristosom. Alisema mimi sitaki kujaribiwa. Sitaki kuishi kwenye majaribu. Na nataka niepuke na mambo ya dunia. Kwa hiyo akajenga mnara mkubwa kule juu. Akasema mwe mnaletea chakula. Maana mimi sitaki majaribu, niko huko. Kaa huko kwa muda mrefu, tuta pamoja. Kwa hiyo akawa anakaa huko. Baadaye alikuja kukiri. Anasema kule juu dhambi ilinifuata. Nasikia? Alisema kule fanya nini? Kule juu dhambi ilinifuata. Majaribu yalifuata huko akarudi baadaye kama mtu wa kawaida. Kujaribiwa kwa imani yetu. Wengine tutajaribiwa kwa vitu vidogo tu. Matukio ya maisha yatufundishe. Tunapopita katika kila jambo, tukio linapita katikati yetu, litufundishe kuangalia maisha yetu, ili tujue wakati wote tunakaribiana na umilele jirani kabisa. Nirudie tena. Matukio mbalimbali yanapotupitia katikati yetu yanajaribu imani, tutambue kwamba yanatukaribia sana na umilele wetu, na Mungu hawi mbali pamoja na sisi. Ila tukiona ni kawaida kama watu wa dunia, lakini sisi wa dunia wa mbinguni, sisi wasafiri wa mbinguni, kila siku, haleluya, tunamtazamia Bwana kila siku kwa uangalifu mkubwa. Haleluya, tunaendelea katika mapito ya namna yoyote ambayo tutapitia, yawe ya furaha, yawe ya huzuni, yawe ya kati tamaa au namna gani, lakini tunasema kwamba bado nitaendelea kumkiri Yesu na kumpenda Yesu. Majaribu au mitihani, kwa mujibu wa Yakobo, ambaye anasema ni furaha tupu, yanaijaribu imani yetu na tabia yetu, na kwa njia hiyo Mungu anapenda kutukuza. Majaribu haya Mungu huwa anaruhusu yaingie katika maisha yetu ili kuzalisha uvumilivu ndani yetu. Kwa hiyo tunapopita katika matukio mbalimbali, ni nafasi kubwa sana ya sisi kukua. Tunaanza hata katika hali ngumu, tutaendelea kwamba nitakupenda Bwana. Haleluya. Hata katika kukosa chakula au hata katika kuachwa peke yetu, lakini nasema nitakupenda Bwana. Inajenga mtu huyu ambaye amejua hilo, hawezi kutikika. Tabia yetu ya kumpenda Bwana inatokana na jinsi ambavyo kila siku tunashinda mitihani.
Kuna tofauti kati ya semina na kuwa kwenye darasa la kupata cheti. Tupo pamoja? Semina unaenda kusikiliza. Tupo pamoja? Hakuna mtihani wowote. Lakini ili upate nafasi ya kwenda mahali pengine, upate labda degree, lazima ufaulu mitihani. Tupo pamoja? Lazima ufanye nini? Ukifeli wanasema rudia. Tupo pamoja? Hivyo hivyo hali yetu ya kiroho, katika hali yetu ya kiroho kuna mitihani mbalimbali ambayo tunataka kushinda. Tupo pamoja? Tunataka kushinda. Hebu sema nataka kushinda. Ninapozungumza saa hizi, hebu kumbuka mambo fulani ambayo unapitia. Je, ni familia yako? Inawezekana ni muda mrefu familia ya mambo hayaendi. Umeomba na kuomba. Umefunga na kufunga na kurudia tena na kufunga. Umefanya haya yote. Ni kama vitu haviendi. Vitu havibadiliki. Unafika mahali unasema, hivi nimekueje? Mungu huyu anasikia wengine. Kuna mwinjilisti mmoja alikuwa anajua kuombea watu sana, na watu walikuwa wanapona. Na alikuwa na mistari yake ambayo huwa anatumia ili anapoombea wagonjwa. Na hasa ule kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Na Zaburi 103 anasema akusamehe dhambi zako. Akusamehe dhambi zako, akuponya magonjwa yako. Na mistari mingi ya uponyaji alikuwa nayo anapozungumza kwa watu. Siku moja yeye mwenyewe akafanya nini? Akaugua. Alizungumza mistari hiyo hakuna. Tupo pamoja? Alizungumza mistari, akataja kila aina ya mistari, kukiri imani. Akakiri imani, ugonjwa uko pale pale. Akasema leo kuna nini? Baadaye akatulia, Mungu akazungumza naye. Akasema si katika kutaja mistari unayozungumza peke yake. Hebu angalia, hebu geuka mahali fulani, hebu angalia neema yangu. Akamwambia Mungu, naomba neema yako iniponye. Naomba unikumbuke tu. Sio formula nilizofanya. Naomba unikumbuke na kuja kwako. Asema pale pale Mungu alimponya. Haleluya. Haleluya. Tunaweza kufanya hivyo kwa kuzoea. Ni vizuri tukiri mistari, sawa? Lakini wakati fulani mistari yenyewe lazima ipate neema ya Mungu ili iweze kuwa uzima ndani yetu. Akapona. Kwa hiyo majaribu na mitihani ambayo tunapitia ina test tabia yako, inakuandaa. Na ukipita huo mtihani, umeshinda huo mtihani, Mungu anakupa grade nyingine katika maisha ya Kristo. Na utakuwa unapanda hivyo hivyo. Tupo pamoja? Unapanda hivyo hivyo. Kule jeshini ukitaka kupanda cheo kingine, kuna mazoezi mengine makubwa zaidi. Na hivyo na hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. Ndivyo ilivyo Mungu anapotutaka katika maisha yetu. Mara nyingi tunapopitia katika mambo hayo, labda huwa tunawalalamikia wengine. Au tunasema ingekueje. Mungu anaruhusu mambo fulani. Mungu ameruhusu mambo fulani katika maisha yako. Hebu muendee Mungu kwa namna tofauti kuanzia leo. Kwamba unanipitisha katika jambo hili. Ninakuamini na kupenda, lakini utanipitisha tena. Nataka niendelee kutegemea. Ndani kuna wengine wanalia machozi. Hawasemi, wakija hapa kanisani wamechangamka. Nataka endelea kumwamini Mungu. Haleluya. Mungu tunayemwamini sio dhalimu. Haleluya. Ni Mungu mwaminifu, lakini anataka kutoe kwenye grade moja akupeleke katika grade nyingine. Haleluya. Nani anataka kuchukuliwa katika grade nyingine? Uko tayari? Uko tayari? Mwambie Bwana, katika njia yako nitafuata. Katika mambo yote nitakuwa tayari kupita katika grade nyingine. Najua katika hali yoyote ambayo napitia, Mungu unanipenda, hujaniacha.
ule mstari umesikia? Anasema aliwatweza, aliwafanya walale njaa, aliwafanya wakati mwingine wale maji yao wapate kwa shida, alafu walikuwa nakula chakula hicho hicho. Unafikiri kwa kweli walichoka kula mana jamani? Kila siku unakulaga ugali tu na maharage, kweli inawezekana jamani? Japo ni chakula cha mbinguni, walichoka. Wakasema mana kila siku, mana asubuhi, mana jioni, mana miaka 40, mana. Sema tumechoka na mana kila siku, mana. Tukiamka tulifikiri labda tutakula maandazi tena, mana. Asema kawalisha miaka 40. Haleluya. Yupo mtu hapa, hilo halitaondoka unalopitia. Halitaondoka mpaka litimize kasudi lake, mpaka ufuke mtihani. Haleluya. Ukatumia majina yote ya jina la Yesu, damu ya Yesu, sijui nini, mambo ambao walimu wamekufundisha, kiri. Utakiri wapi? Haiondoki. Haleluya. Mpaka utimize kusudi la Mungu. Haleluya. Amen. Nataka nikutie moyo. Haleluya. Kwamba umuone Mungu katika upana, katika dimension kubwa. Unajua wakati fulani tunafundishwa mafundisho yanakuweka kwenye dimension fulani tu fupi. Hapana. Mungu ni mpana. Haleluya. Ndio maana unatakiwa Mungu ajifunue kwako kwa namna pekee, ili umuone kwa namna tofauti na umtumikie kwa namna pekee, sio kwa formula. Tuamo moja. Mungu haendi kwa formula kwamba utaenda utakanyaga hivi mambo yatakwenda. Ni Aladini tu ndiye alikuwa unakanyaga unaleta wali. Alikuwa anashika tano unagusa vitu vinakwenda. Lakini katika mambo ya Mungu haendi hivyo. Haleluya. Tulikuwa tunajifunza kumsikiza Mungu. Hebu uwe mwangalifu, umsikilize Mungu, mwambie Bwana, nataka nikusikilize. Hata ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Kwa nini Daudi anasema nilipita katika bonde la uvuli wa mauti? Alipita, unafikiri aliruka, lile bonde aliruka. Palikuwa na daraja, aliingia kwenye bonde la uvuli, alafu akapita. Haleluya. Ndio maana anasema hata nijapopita katika bonde la uvuli sitaogopa mabaya. Haleluya. Gongo lako na fimbo lako. Huko kule bonde la uvuli aliliona gongo lake na fimbo yake, anasema vinamfariji. Alipovuka mbele akaona ameandaa meza, anasema wanaandaa wale maadui zangu mbele za maadui yangu. Baadaye akaenda pale, anasema nimeona na kikombe changu kinafurika. Haleluya. Anasema kinafurika. Aliona humo. Haleluya. Lakini bonde la uvuli, haleluya, alipita katika bonde la uvuli ambalo sisi zote huwa tunapita katika bonde la uvuli. Lakini hapo mbele anasema waandaa meza mbele ya nani? Watesi wangu. Umenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Mwisho anasema hivi, alipomaliza anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha. Haleluya. Mungu anawaandaa watu ambaye ni mimi na wewe. Tutapokuwa tumepita, Wakristo wenye nguvu ni wale ambao wamepitia mambo mengi. Ndio maana ushuhuda wao wanazungumza uzunguza wenye nguvu, unabadilisha maisha kwa sababu wamepitia. Ukikwepa utajikuta unakwepa. Mungu hawezi kukutumia kwa namna hii. Haleluya. Leo nitaka nizungumze kuhusu mitihani tu. Singependa kuzungumza, muda wetu hautoshi, juu ya temptations au majaribu ambayo shetani anasababisha ili twende dhambi. Lakini nilikuwa nataka nizungumze zaidi kuhusu jinsi Mungu anavyotupitisha katika mahali kila wakati katika mambo mbalimbali, na tunatakiwa kushinda majaribu. Inajumuisha dhiki, mbalimbali.
mazingira ambayo sio rafiki. Katika hali zote utasema mimi nitakupenda na kutumikia Bwana. Majaribu au mitihani imelenga kututakasa, lakini siku zote tunatakiwa kuvumilia, kwa sababu tunapata taji ya uzima. Imani yetu itakuwa kamilifu tutakapokuwa tumeshinda vikwazo ambavyo tunapambana navyo. Utu wako Mungu ataujua vizuri unapokuwa umeshinda majaribu. Umepita katika vikwazo, umeshinda. Kule zamani tulikuwa naimba na taji tutavikwa, na taji tutavikwa kwenye mji wa raha. Hizo taji za washindi. Hawa washindi wameshinda nini? Wameshinda majaribu, wameshinda vikwazo, wameshinda huduma. Haleluya. Je, asubuhi ya leo kuna kitu kinakukatisha tamaa? Furaha yao ya wokovu inaonekana imelegea. Asubuhi ya leo unajisikia huna nguvu, au unaona kwamba nipo tu. Hebu mwambie Bwana, nahitaji neema yako asubuhi ya leo. Nahitaji nguvu zako ziendelee kunishika. Imani yangu isitindike. Imani yangu zishindwe. Anasema imani yako inajaribiwa ili ionekane ni kama dhahabu iliyo bora katika kumtumikia Mungu wako. Mungu akubariki sana. Amen. Ni hili tu ambalo Mungu amenipa kwa ajili ya kufariji, kukuinua mchana wa leo. Basi Mungu akubariki sana. Naomba Wini uje utuongoze kwenye maombi. Karibu hapa tunaposimama. Hebu tuombe kidogo, tumshukuru Mungu kwa maneno